Siku ya kimataifa ya wanawake duniani 2025 imeadhimishwa duniani kote Machi 8. Maadhimisho ya mwaka huu kitaifa yamefanyika jijini Arusha na mgeni rasmi alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Maadhimisho hayo yalipambwa na maandamano ya wanawake wakifanya shughuli mbalimbali zikiwemo uendeshaji magari, vikundi vya wanawake, wajasiriamali, wasichana chipukizi na hata wanawake walio katika majeshi walipita wote mbele ya Amiri Jeshi Mkuu Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo yeye alioneshwa kufurahishwa nayo na yalikuwa na jumbe mbalimbali zikibeba hisia za kazi za wanawake na pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa utendaji wake tangu ashike nyadhifa hii ya juu nchini. Akihutubia halaiki iliyojaa katika viwanja vya Sheikh Amri Abeid jijini Arusha, Rais Samia Suluhu Hassan aliwapongeza wanawake kwa siku hii na kutaja maadhimisho haya hufanyika kitaifa kila baada ya miaka 5 na kupongeza maandalizi yake. Jambo hili mahsusi kilele cha siku ya wanawake duniani. Nishukuru sana waheshimiwa mawaziri wanaohusika na sekta hii, Dada Dorothy Gwajima na Dada Riziki Pembe, kwa kunialika kwa mgeni rasmi kwenye siku hii muhimu. Nashukuru pia uongozi wa mkoa wa Arusha wakiongozwa na mkuu wa mkoa Paul Makonda kwa mapokezi, na niwapongeze kwa kuwa wenyeji wa maadhimisho haya yaliyofana sana. Tunajua wanawake tumekutieni pirika kwa wiki nzima, lakini mambo yamekwenda vizuri, hongereni sana. Maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka 2025 ni ya kipekee kwa kuwa yanaambatana na miaka 30 ya utekelezaji wa azimio la ulingo la Beijing lililofanyika mwaka 1995, ambapo moja ya maazimio ilikuwa ni wanawake katika nchi zilizoridhia maazimio yake kuhakikisha uwepo wa usawa katika nafasi za uongozi. Wakati akiendelea kutoa hotuba yake, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisisitiza usawa unaozungumziwa ni ule wa kiutendaji kazi na sio masuala ya kibiolojia ambapo Mwenyezi Mungu aliyaweka kwa enzi zake. Goal namba 5 ni swala la usawa wa kijinsia, ambao hili nalo kwa Tanzania tumepiga hatua kubwa kwenye swala hili. Tukiangalia hali ilivyokuwa huko nyuma katika taasisi za kufanya maamuzi, kwenye siasa, kwenye serikali, hata private sector, hali haikuwa ya kuridhisha sana. Lakini sasa tunaona asilimia ya wabunge ndani ya bunge letu na baraza la wawakilishi haipungui asilimia 33. Hapo ndio kuanza kwenda juu. Lakini vivyo hivyo madiwani ina kota maalumu ya madiwani ukilinganisha na idadi ya wanaume walokuwepo. Kuna namba kisheria madiwani lazima wafikie idadi hiyo, lakini mawaziri nao tunajitahidi kuweka wengi mawaziri, makatibu wakuu na wengine wanawake katika ngazi mbalimbali za kufanya maamuzi. Lakini katika sekta binafsi na kwenyewe nako wameunga mkono jitihada hizi. Kuna program maalum za kusomesha wanawake ili waweze kuingia kwenye mabodi yanayoendesha mashirika, lakini pia waweze kuwa mameneja wa makampuni na waweze kufanya maamuzi katika sekta binafsi. Kwa hili nalo kwa Tanzania tumekwenda nalo vizuri sana. Kauli mbiu ya mwaka huu ni wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji, ambayo imetokana na kauli mbiu ya kimataifa kwa lugha ya kigeni ikisema For all women and girls, rights, equality, empowerment. Lengo likiwa ni kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki ya uwezeshaji wanawake na wasichana na kuzingatia kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili wajiamini, wajiandae na wajitokeze kugombea nafasi za uongozi. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule na mbunge wa viti maalumu mkoa wa Kagera Mheshimiwa Neema Lugangira, wao walihudhuria siku hii ya
wanawake duniani na wanatoa hamasa kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu 2025 muda utakapofika, kwa kuwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameonesha njia. Nimpongeze sana rais wetu kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya ya kuhakikisha hizi fursa tunazipata kwa usawa, lakini niendelee kutoa shime kwa sababu hatujafika 50 kwa 50 na ndio safari tunayoelekea. Basi kila mtu anapoona fursa, mwanamke ajue kuwa zimewekwa wazi pia kwa ajili yake, achukue hatua, athubutu. Vile vile unapoona fursa za kiuchumi, tuchukue hatua, fursa za uongozi tuchukue hatua. Na mwaka huu tunapoendelea kwenye uchaguzi mkuu ambako tutachagua viongozi wetu ukienda na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa kwa kuwa ameonyesha mfano mkubwa sana wa kuongoza kwa utashi mkubwa, kwa mafanikio na kwa uzuri, basi ametuonyesha kuwa kila mtu anaweza. Na kama kila mtu anaweza, kilichobaki ni sisi tu kuchukua hatua sisi wenyewe. Kwa hiyo nitoe shime, nitoe wito kwa wanawake, itapofika mwezi wa 10 tunachagua viongozi. Kwanza nitoe shime wanawake, tuchukue fomu kuanzia udiwani, ubunge na kila nafasi. Kwa kweli urais ndio tumesema, kwa sababu ameshatuonyesha yeye, tumwachie fursa hiyo, ila tu tukamwonyeshe kwenye boksi la kura kwa tumeona kazi yake, tumeipenda na tumeona kuwa anaweza na tuko tayari kumuunga mkono. Kwa nafasi nyingine wanawake akichukua hatua, sisi ambao ni wanawake tuna idadi kubwa kuliko wanaume, basi tuwatie moyo wanawake wenzetu kwa kuwapigia kura, kwa sababu ameshaonyesha tunaweza. Hatuna sababu tena ya kusita kama tulivyokuwa tunajiuliza zamani, tukimpa ataweza hawezi. Ameshaonyesha uwezo wao. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni mfano mkubwa na amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anaweka mazingira uwezeshi ili kumfanya mtoto wa kike na mwanamke aweze kutimiza malengo yake. Mimi ujumbe wangu mkubwa kwa siku ya leo, huu ni mwaka wetu wa uchaguzi. Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba 2025. Serikali kupitia uongozi makini na weledi mkubwa sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya marekebisho ya sheria za vyama vya siasa na sheria za uchaguzi ili kuimarisha haki kwa wanawake kuweza kujitokeza kugombea. Halikadhalika sheria hizi zinaweka uwanja mpana wa kuwezesha wanawake kushiriki. Kwa hiyo rai yangu kwa wasichana, vijana wa kike, wanawake wenzangu, kwenye uchaguzi huu, uchaguzi mkuu wa 2025, wanawake mjitokeze kwa wingi kugombea nafasi za viti maalum, lakini muhimu zaidi kugombea nafasi za kata, udiwani kata, pamoja na ubunge kwenye majimbo, ili tuweze kuhakikisha kwamba Tanzania tutaweza kufika katika 50 kwa 50 kwenye vyombo vya maamuzi. Tangu awamu ya 6 ingie madarakani, Mheshimiwa Rais Samia amefanya maboresho katika sekta ya elimu kwa kujenga miundombinu ya madarasa, mitaala kubadilishwa kama inavyothibitishwa na Mkuu wa Mkoa wa Manyara Queen Sendiga na Miss Tanzania mwaka 2004, ambaye pia ni mdau wa masuala ya elimu, Faraja Nyalandu, katika mahojiano maalum ambayo Sat Media ilifanya nao. Zamani jamii za kifugaji zilikuwa ni nadra kwenda shule, lakini sasa hivi ukienda Mbulu ya Eda chini ambako kuna kabila maarufu la Wadzabe, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan mwaka juzi na mwaka jana amejenga shule nzuri sana za kisasa ambazo zina mabweni ya kuwafanya watoto wakae madarasani wasome, hata wazazi wao wakienda kuzunguka watu wanabaki shule kwenye mabweni. Kwa ni jitihada kubwa sana ambayo tunaendelea kumwilia mtoto wa kike. Uimarisho ni mkubwa kama nilivyokuambia mwanzo. Uwepo tu wa shule ya sekondari maalum kwa ajili ya wasichana kwetu ilikuwa ni jambo kubwa sana, ambalo liko kamili pale na maabara na kila kitu, lakini kila shule iliyojengwa kwa mradi wa SEQUIP ama BOOST zina maabara za masomo yote ya science, biology, chemistry na physics ziko hapo. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba wasichana hawa wanasoma kwa maneno na kwa vitendo ili kuweza kuwajengea uelewa na uwezo mkubwa kwenye masomo ya science. Kikubwa nadhani mimi naamini bado tuna kazi kubwa sana kwenye haki ya elimu. Haki ya kumpa mtoto wa kike elimu bora, na sio tu elimu bora. Jitihada zimefanyika kubwa, lakini wakati mwingine ukiangalia sisi wazazi pia, sisi kama jamii tunakwamisha. Nitakupa mfano. Mheshimiwa Rais alisema watoto wa kike waliopata ujauzito wanaweza kurudi shule, na akatoa na wizara akatoa mpaka miongozo ya kusaidia watoto wa kike waliopata ujauzito kuweza kurudi shule. Lakini ukiangalia mikakati ambayo inaendelea, wanaokwamisha ni sisi jamii, sisi wazazi, tusaidie watoto wetu waliopata ujauzito kuweza kurudi shule. Kwa hiyo naamini tunapokwama ni sisi, na tuendelee kuwekeza katika hiyo haki ya elimu bora, na sisi tusiwe vikwazo kama jamii kutekeleza yale ambayo serikali imeshaazimia na imeshatolea mwongozo. Aidha, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan
Katika hotuba yake alieleza hali ya umasikini ndani ya nchi na tulivyopiga hatua. Hatua hiyo haijaja kimeujiza, bali kwa utatuzi wa mahitaji muhimu mbalimbali ikiwemo upatikanaji wa maji mijini na vijijini. Na hapa Mheshimiwa Rais anafafanua. Kwa upande wa maji safi, ndugu zangu, tumepiga hatua kubwa. Ilani ya uchaguzi ilituelekeza kwamba kwa vijijini tuende 85% na kwa mijini tuende 95%. Mpaka Disemba mwaka jana, vijijini kwa average, kwa wastani, tunakaribia 80% na mijini tuko kwenye 90%. Lakini kuna miradi zaidi ya 1000 iko maeneo mbalimbali nchi nzima ambayo ikikamilika tunakwenda kufika 0% zile tulizotumwa au kupita 0% zile tulizotumwa kwenye ilani ya chama. Sehemu hiyo ya hotuba imeungwa mkono na Waziri wa Maji na Umwagiliaji Mheshimiwa Juma Aweso na mbunge wa jimbo la Simanjiro Mheshimiwa Christopher Ole Sendeka, naye ambaye amesema wanawake wa mkoa wa Manyara wameachana na punda. Miaka ya nyuma hali ya swala la maji ilikuwa ni changamoto na mwathirika mkubwa ni mwanamama. Kutumia muda mwingi kwenda kutafuta maji, baba ajali, yeye anachotaka apate tu maji ya kuoga, apate tu chakula ambacho kinahitaji maji. Lakini kupitia uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliapa kumtoa mwanamama ndoo kichwani na akaasisi kauli mbiu ya kumtua mwanamama ndoo kichwani. Nashukuru kwa muda huu mfupi tulikuwa chini ya 40% ya upatikanaji wa maji vijijini. Leo tunazungumzia 83% ya upatikanaji wa maji mjini, na hata World Bank imetuainisha Watanzania kwamba tunaongoza kupeleka maji vijijini kwa miaka 2 mfululizo. Ni hatua kubwa ambazo zimefanywa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwanamama. Aliainisha bayana kabisa kwamba yeye ni mama na asilimia kubwa inayoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama. Hataki kusikia, hataki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. Lakini kwa eneo la mjini tumepewa malengo itakapofika Desemba 25 tuwe na 95%. Sasa hivi tupo 91.9. Hizi ni jitihada, lakini tuna miradi zaidi ya 1000. Kwa hiyo kiufupi, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya changamoto za wakina mama katika hili taifa na Watanzania kwa ujumla. Katika kipindi hiki cha Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeshuhudia mabadiliko makubwa ya kuhakikisha kwamba mama anatuliwa ndoo kichwani, hata katika nyanda kame kama za Simanjiro, Monduli, Longido, Ngorongoro na maeneo mengine ambayo hali yake ya hewa inafanana na yetu. Dr. Samia Suluhu Hassan ametenga fedha mahususi zilizosaidia miradi ya maji na kupeleka huduma ya maji karibu na makazi ya watu, kiasi kwamba sasa kina mama, juzi tumeamua kuwapa punda likizo. Punda wamepata likizo kwa sababu mama amepeleka maji sasa katika kila kitongoji, katika maeneo ambayo miradi imeshafika, na wale ambao bado sasa miradi yao imeshaanza kuelekeza miradi katika maeneo hayo. Mimi ni shahidi nikiwa mbunge wa jimbo la Simanjiro, mradi wa zaidi ya shilingi bilioni 42 uliotoa maji kutoka mto Ruvu kwa maana eneo la Leborsoit na kupandisha zaidi ya kilomita 50 kupeleka makao makuu ya wilaya, ambayo maji yale yaligawanywa kwa kata takriban 5 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan: kata ya Orkesmet, kata ya Ndonyengijape, kata ya Langai, kata ya Ruvremiti, kata ya Leborsoit. Hii ni miongoni mwa miradi ambayo ni ya kimkakati, ambayo mama alijua kabisa kwamba nyanda za wafugaji zinahitaji maji, na mama hakupagua. Anajua hakuna mfugaji bila mifugo, na kwa maana hiyo maji haya yaliyotolewa kwa ajili ya binadamu, na vivyo hivyo na mifugo imewekewa hori za kupatia maji, ambayo hivi leo wafugaji na mifugo yao wameamua kuwa na makazi ya kudumu, ambako ni fursa ya watu kuweza kupanga maendeleo mengine, ikiwemo maendeleo ya elimu, maendeleo ya kilimo kidogo kidogo katika maeneo hayo, ili kuhakikisha kwamba tunapata hata mboga mboga. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ya maendeleo iliyopigwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika maeneo hayo. Sambamba na hilo pia, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake alielezea kuhusiana na kupungua kwa vifo vya mama na mtoto, na hapa tupate sehemu ya hotuba hiyo. Tumeweza kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua. Wakati tunakwenda Beijing, vifo vya wanawake wa Tanzania wakati wa kujifungua ilikuwa vifo 1500
kwa vizazi hai 100,000. Leo tunapozungumza ni 104 kwa vizazi hai 100,000. Lakini vile vile tumeweza kupunguza vifo vya watoto kwa kiasi kikubwa, na hii kazi inaendelea. Lengo la wanawake kutokufa wakati wakijifungua kimataifa kinachokubalika ni wanawake 70 kwa mwaka mzima wakati wa kujifungua. Sasa sisi tuko 104 na lengo hili litimie mwaka 2030. Nina hakika tunakwenda kufikia malengo ya kimataifa. Na huku mbunge wa jimbo la Simanjiro Mheshimiwa Ole Sendeka akielezea jinsi Mheshimiwa Rais alivyowasaidia katika jimbo lake kupata vituo vya afya vipatavyo 8. Katika sekta ya afya tumepata fedha kwa ajili ya zahanati nyingi, na sasa tumejengewa hata zahanati leo vituo vya afya 5, wakati ambapo kabla ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tulikuwa na vituo vya afya 3 tangu uhuru. Sasa tumejengewa 5, na jumla ya vituo vya afya sasa 8, na viwili kimoja tunapokea fedha wiki hii ambayo itajengwa kule Ruvuremiti, na kingine kifuata kata ya Ngorika na tarafa kata ya Ngorika na kata ya Msitu wa Tembo. Hizi ni hatua za kimapinduzi kabisa za rais kwa watu wa Tanzania kutoka katika uchumi ulio nyuma tegemezi na kulipeleka taifa hili katika uchumi wa kisasa wa taifa linalojitegemea. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kitaifa yalianza kwa maonesho ya bidhaa na utoaji wa huduma mbalimbali, ikiwemo msaada wa kisheria kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Satmedia ilifika katika banda la magereza na kukuta bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa na wafungwa wanawake kutoka magereza mbalimbali hapa nchini, likiwemo Gereza Kuu Arusha, Karanga mkoani Kilimanjaro. Hayo ni kwa uchache. Taarifa kamili ni hii hapa. Hapa tuna bidhaa za magereza. Hizi bidhaa zilizoko hapa ni bidhaa zinazotengenezwa na wafungwa wa kike wakiwepo magerezani. Tuna bidhaa za gereza Dodoma, gereza Isanga wanatengeneza hivi vikapu. Tuna bidhaa za gereza Segerea ambazo wanatengeneza hii mikoba. Tuna bidhaa ya gereza Isanga ambapo wanatengeneza hivi vikoi. Kwa hiyo vitu vilivyoko hapa sio vya Gereza Kuu Arusha tu, ni bidhaa za magereza yote Tanzania bara. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima alisema wiki ya makongamano ya kikanda imekuwa na mafanikio, ambapo kumekuwako na mwitikio mkubwa wa wananchi na huduma mbalimbali za kijamii zimetolewa. Hii yote ilikuwa ni kufanikisha siku ya mwanamke duniani. Maadhimisho hayo pamoja na utoaji wa huduma hizo, ila usiku wa kuamkia tarehe 8 ya mwezi Machi mwaka huu 2025 kuelekea siku ya wanawake duniani, kulichinjwa ng'ombe wapatao 400 na kilo kadhaa za wanyama pori, ambapo wakazi wa Arusha na wageni waliofika walipatiwa bure kitoweo hicho kilichochomewa kutumia mkaa maalum, ikiwa ni nishati safi ya kupikia, kama wanavyoeleza wachoma nyama hawa na walaji tuliozungumza nao. Tumetumia kuzindua mkaa mbadala, mkaa nishati safi. Ni nzuri, haina moshi mkali na nchoma nyama kwa muda mfupi, na inalainisha nyama, inaiva kwa wakati, haibabuki. Salamu nazompa mama ni 5 tena, na tunamshukuru kwa kutuletea mkuu wa mkoa Mheshimiwa Paul Christian Makonda. 5 tena. Kama hivi mnavyoona, tunatumia nishati safi, nishati ambayo ni salama kwa afya zetu na kwa afya za watu wengine. Ni nzuri pia kwa ajili kwamba nyama inaiva vizuri, tofauti na mkaa ule mwingine ambao kwa tunaweza tukatumia ukaenda mwingi kwa muda mrefu na nyama ikachelewa kuiva. Kama hapo mnapoona mkaa tumetumia so mwingi sana, nyama imeiva vizuri, nyama ni laini, nyama ni tamu. Nyie tu wenyewe unaweza mkaona mkao wenyewe ni mzuri pia kwa afya za binadamu, kwa sababu hauna ile hewa chafu ile ya carbon monoxide. Hii inatoka hewa safi ambao mkao umethibitishwa vizuri kwa matumizi kabisa ya nyumbani. Burudani nayo ilikuwa ni kivutio cha aina yake. Hapa afisa utamaduni wilaya Monduli Emmanuel Nyanda, ambaye pia alikuwa MC wa burudani hizo, alisema zaidi ya vikundi 50 vya asili na wasanii kutoka mkoa wa Arusha wameshiriki katika usiku wa kuamkia siku ya wanawake duniani,
Na hapa tupate kilichojiri kutoka kwa afisa utamaduni na wana kikundi cha mama ntilie kutoka Ngorongoro wakitumbuiza. Kuna vikundi vya asili vya Kimasai kutoka wilaya zote zilizopo mkoa wa Arusha pamoja na wafisani mbalimbali. Kama unavyoona watu wanapoburudika kule mbele wanakula nyama. Hiyo ndio raha ya mkoa wa Arusha. Tunakaribisha na tunasema mama amefanya mambo mengi. Umati wote angekuwa hajafanya kitu yasingeonekana hayo. Ila yote ni imani ya kwamba Mama Samia amefanya na yupo kwa mioyo ya watu. Ndio maana vikundi mbalimbali vinaburudisha. Kama unavyoona wasanii wengi wapo wa kutosha usiku kucha huu leo. Watazamaji wa Sati Media, hiyo ni funga kazi ya siku ya wanawake duniani, ambapo ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha ikiongozwa na mkuu wa mkoa huo Paul Makonda na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum ikiongozwa na Daktari Dorothy Gwajima na kamati nzima ya maandalizi waliratibu shughuli nzima. Kwa hakika ilifana sana. Ni mimi muandaaji na msimulizi wako Belinda Semtandi nikiambatana na kameramani wangu na edita wangu Fadi Msuya. Tukutane wakati mwingine.